Bado tuko location na nimekutana na binti Msumi hapa. Na kama unavyojua huyu ndo mke wa mzee Kikala ambaye na yeye ana kashikashi zake ambaye apelekeshwe. Sijui unanielewa. So tuko naye hapa binti Msumi. Shikamoo mamangu. Marahaba za kazi. Uko sawa? Niko sawa. Hongera kwa kazi. Asante sana. Hongera sana. Asante sana. Kwa kweli unafanya kazi nzuri na kubwa. Kiukweli kwanza nimefurahi kukutana na wewe. Nami pia nimefurahi kukutana na nyie. Hivi inakuwa ngumu kwako kufanya siri za mcharuko? Maana kuna mamangu mpole mwenyewe. Mimi bwana sini yote unaonipa mimi nabatua. Kama ile za mcharuko, ukinipa sini za ukahaba, ukinipa yani sini yoyote, yani character yote unaopangiwa, mimi kwangu haina shida. Mimi kwa sababu ni msanii na naipenda kazi yangu na naikubali kazi yangu. Kuna ile sini moja unasema sasa mimi mzee Kikala utanipeleka lini Kigoma? Nikawaone mawifi zangu siwajui. Nikasema jamani binti Msumi nini sasa? Ndio character ambayo nilitakiwa niibebe vile. Ilikuchukua muda gani kufanya ile scene? Haijanichukua muda. Ni moja tu. Ukiwa msanii mzoefu uliobobea, yani akikusumbui kitu. Nipe ile. Jamani mzee Kikala, lini utanipeleka Kigoma nikawaone mawifi zangu manake hata wanijui. Basi sio sasa hii. Bibi vipi huyu? Nini unapenda sana kwenye Kombolela? Yani kwenye Kombolela ambacho ninachokipenda jinsi tunavyoshirikiana kwa umoja, tunavyosaidiana kwa hali na mali, ndicho ninachokipenda. Kwa sababu ukiwa na shida unasaidiwa, ukiwa na tatizo lolote, ndicho ninachokipenda kwenye Kombolela. Hivi binti Msumi, kama ingetokea mzee Kikala kaamua kukuoa mke wa pili na mkewe yupo pale, timbwili lake vipi? Mimi ningekubali na timbuli mimi ningelikubali kulibeba. Yaani mama Kikala wa mwanzo yule ana shida. Mimi ningeingia tu kwenye familia. Ungeingia unamletea kashikashi? Ningemletea kashikashi yeye mpaka mume wake. Kwa sababu kashikashi anazoifanya bibi Kikala. Yaani mimi lazima nikitoka kwa Bikala mimi lazima niingie kwake yeye. Sasa unajua mama hao akina Siwa alikuwa mpole sana, ila wewe unakula nao chungu kimoja. Mimi nakula nao chungu kimoja kwa sababu wao jinsi wanavyoniletea mambo yao ya kijinga. Na mimi ndio maana nawaletea zile kashikashi zangu. Kwa sababu familia ya mzee Kikala ukiwa mpole aise huiwezi na wala hukai. Siku mbili tu unabeba mabegi yako na rudi kwenu. Lakini kwa sababu na mimi mama mwenyewe wamenikuta ndiye. Basi Uswahilini tunapambana, wao wakinipiga mchana, mimi napiga usiku. Kuna muda unaachiwa mjukuu unasema we ondoka na mtoto wako. Kwa sababu kama yeye mama mtu kama yeye mamake akimwachia mtoto na hela, iweje mimi aniachie mtoto nikae naye wakati bibi ya mtu anapewa hela na kana mtoto? Mimi ndo nitakubali? Ni kitu ambacho sio rahisi kwangu. Sema mimi napenda sana namna ambavyo mnaenda sawa na hizo kashikashi. Kwa sababu mimi sipendi wanavoonea watu bana. Ni kweli. Kwa sababu kuna mambo mengine wanayofanya kwa kweli hata kama ni uhalisia. Aisee hawa ni kiboko. Wanawakera watu kwa kweli. Wewe umewahi kukutana na mtu akakwambia labda anakutana na hizo mambo kwenye maisha ya kawaida? Yapo. Mpaka kesho. Tunamheshimu mpaka kesho yapo. Sio kama hayapo. Yapo. Na wewe umewahi kukutana nayo labda kwenye maisha yako kwa namna moja ama nyingine? Kwa kweli mimi sijakutana nayo kwa sababu mimi jinsi vile ninavyotembea na ndio maana nimekutana nayo kwa sababu unajua mimi nimetoka kwenye kazi mbalimbali na ndio maana mengi nimeyaona katika majumba. Nimekuona upo kwenye dunia pia. Unanikosha wewe mama. Unanikosha bana. Kule unaambiwa mimi nina vijana walioshiba. Vijana walioshiba, vijana watanashati na vijana ni kisu. Ukitaka kijana wewe njoo nipe langu mbele kama tai, ondoka naye. Bure hakuna, hapa ni pesa. Kuna yule ulimwambia kijana huo mwili tutaupeleka. Naambia kijana isicho kitambi tutakupeleka wapi? Sisi tunataka wanaume kama hawa. So unamwona mwenzio jinsi alivyo, ndio tunawataka kama hawa. Wewe utafanya nini na kitambi chako hicho? Kuna yule kaka ulimuonga kila kitu na akadate na rafiki yako. Jordan. Yule mjinga yule. Jordan kwa Bi Aisha. Wewe ni snitch. Yule anaitwa Bifeti. Wewe ni snitch. Wewe ni snitch. Kwenye maisha ya kawaida huwa unawachana hivyo marafiki zako? Yaani mimi kiuhalisia sitaki kuwa muongo. Mimi ukinikorofisha nina kawaida ya kukwambia ukweli. Tena mimi sio tu kwa marafiki zangu hata kwa ndugu zangu. Unaambiwa bora mtu umwambie ukweli hata kama akikuchukia, lakini umeshamwambia ili ajirekebishe. Kwenye maisha ya kawaida una vijana kama Jordan? Hapana.
Hapana. Ambao umekataa sana. Hapana. Hajawahi kutokea baada ya ile scene labda ya Jordan vijana wakaanza kukufuata. Binti Msumi. Yaani sio baada ya Jordan kufanya naye ile kazi. Ni wengi. Si unajua wavulana sasa hivi wanakuambia wenyewe wanapenda watu wazima. Wanakuambia watu wazima hawana gharama. Kumbe hajui watu wazima pia gharama wanayo. Kwa sababu ninapokuwa na wewe sio kama ndio basi ndio nitakuwa mimi kila kitu nakupa. Kuna kipindi natakiwa na wewe unipe. Ushawahi kumpa kijana mdogo labda vipi? Hapana. Ila mume wako. Ila kwa mfano kama kunihitaji ni wengi tu mpaka kesho. Lakini sasa mimi huwa nakuaga sipendagi mambo yako kwa sababu unavyojiachia kwa vijana, unavyojirahisi basi ndivyo atakavyokuchukulia tabia yako ya kijinga. Mumeo anasema nini baada ya scene yako ile? Mume wangu mimi hasemi kitu kwa sababu sana nijua mimi ndo kazi yangu. Na kwa sababu ndio yani anajua hii mimi ndio kazi yangu. Na mimi ananijua nikoje mke wake nikiwa nyumbani. Kuna kipindi labda baada ya wewe kuingia kwenye sanaa na hivyo ukaanza rangi nyeupe, unajua wanaume tabia zao. Kwenye sanaa huku wasanii wenzako wakaanza kukutongoza? Hapana. Wasanii wana heshima. Wana heshima, hata crew ya Abdul ina heshima, ila masihara ni mengi. Popote sehemu ambayo yenye kadamnasi ya watu, mchanganyiko baina wanawake na wanaume, wavulana na wasichana, masihara yapo. Na kwa sababu wote tunajuana sisi ni watu wa masihara. Labda kama wewe mwenyewe huwa upendi masihara ndo, lakini kama nimpenda masihara basi masihara yapo. Na ni kawaida mkiwa kazini. Sasa wanaokutongoza wanakutongoza mtandaoni au mtaani? Mtaani ni wengi. Wanakufuata kabisa? Mtandaoni ni wengi na nyumbani pia ni wengi. Mtu anakufuata kabisa, mtoto mdogo anakufuata uso kwa uso. Unajua watoto wa sasa hivi hawaogopi. Yaani hilo la kwanza. Mtu akiamua kukufuata anakufuata. Mtu akiamua kukufuata anakufuata na anaongea lake. Hujawahi mwambia hata mmoja ndakuchapa viboko ninaondolee upumbavu? Sijawahi kumwambia kauli hiyo, ila kuna ukataji wa kistaarabu. Mtu anakuelewa, anajua kumbe huyu hapendagi masiara. Kwa haraka kwenye jamii ya sasa hivi, vijana wa sasa hivi ni kipi wanakukera zaidi wanachokifanya? Yaani kwa vijana wa sasa hivi kikubwa wanachonikera ni kule kuwatongoza watu wazima tu basi. Ndicho wanachonikera mimi. Mengine yote we good. Hao watajijua mwenyewe na maisha yao, lakini kila kitu cha kumfuata mtu mzima wakati wasichana wapo, hicho tu ndio kinanikera mimi. Na kauli zao ambazo sio nzuri mdomoni kwa mtu mzima. Unajua vijana akiamua kukufuata chochote anaamua kukutamkia, haijalishi kama huyu yuko kama mamangu au yuko kama bibi yangu, yana anakitoa tu madhali kwa sababu kaona ngoja mimi nimfuate yule nikamtongoze. Basi mamangu, waambie kitu cha mwisho mashabiki zako, maana kwa mimi unanikosha, si kwenye dunia wala si kwenye kwa Mzee Kikala. Kikubwa ninachowaambia mashabiki zangu ndani ya dunia, ndani ya Kombolela, wazidi kufuatilia tamthilia ya Kombolela kwa sababu ina vionjo vingi na ina mambo mengi ya uhalisia katika maisha ya watu. Na vile vile katika dunia, hivyo wazidi kuifuatilia dunia kwa sababu imebeba uhalisia katika maisha ya watu. Kubwa ndio naambia mashabiki zangu. Nawaambie kabisa kwamba ile ya kwenye dunia sio tabia yao. Ile ya kwenye dunia jamani sio tabia yangu, na wala ya kwenye Kombolela uchawi mimi sio tabia yangu, kwa sababu mimi kwanza katika familia zangu zote mbili za kwa baba na kwa mama mimi hatuna asili ya uchawi. Kwa mama yangu ni dini swala 5 na marehemu baba yangu ndio hivyo. Na maana sisi kwetu dini imebobea, na ndio maana kwetu sisi kila tunachokifanya ni dini. Mimi nikushukuru, lakini pia nikutakia laheri kwenye kazi zako. Kila laheri. Asante, na nyinyi pia kila laheri. Asante sana.